alikuwa akicheza pamoja na wachezaji wengine ikiwemo Jibril Kasali ambaye vile vile na yeye ametoka amesajiliwa Simba akiwa anayetumikia timu yake kutoka kule nchini Niger. Kwa hiyo wachezaji wote ambao tumewasajili dirisha dogo hili wote wametoka kwenye majukumu ya timu zao. Maana yake ni kwamba utimamu wao wa mwili uko sawa sawa. Ni jukumu la Steven Becker, mwalimu wetu huyu. Yeye mwenyewe ndo atakayeamua afanye kitu gani kuelekea siku ya mchezo wetu. Sasa haya maneno kwamba wachezaji hao hawatakuwa approve na nini yanatoka wapi? Unajua kuna mtu anayetutakia mema hasa wapinzani. Kwa hiyo wanajaribu kuzusha na kuzungumza maneno mengi kweli kweli kuhakikisha kwamba wanatutoa wanasimba katika njia yetu ambayo tayari tumeshaanza kuipata. Mimi ni wathibitishie wanasimba ya kwamba kila kitu kuhusiana na usajili wa wachezaji wetu umekamilika, na nikwambie tu Chiko ya kwamba usajili wa dirisha dogo ambao tumeufanya safari hii ni usajili wa maana kweli kweli. Aina wachezaji ambao tumewasajili dirisha dogo hii ni wachezaji ambao wanakuja kuleta mabadiliko makubwa kwenye timu yetu, na wanakuja kuongeza thamani kubwa kwenye kikosi chetu, na wanakuja kukichachusha kikosi chetu. Mtu kama Libase Gay anakuja kuongeza safari za kaskazini mwa uwanja, kwa maana aidha kushoto ama kulia kulingana na ubora aliokuwa nao. Mtu kama Mwamba wa Lusaka anakuja kuongeza ubunifu katikati mwa kiwanja, namba 8 namba 10 hapa kwa ajili ya kuwasaidia pasi za mwisho wakina Mwalimu wakina Soa. Mtu kama Nixon Kibabage anakuja kuimarisha ulinzi upande wa kushoto mwa timu yetu. Mtu kama Ismail Olivier Toure anakuja kusaidiana na kina Rushain na kina Nangu kuongeza ukuta mgumu kwenye eneo la ulinzi ili Simba tuendelee kuwa salama. Aina hii ya usajili lazima utasikia maneno mengi kweli kweli, hasa kutoka kwa watu ambao hawataki mema. Mimi niwaambie wana Simba ya kwamba huu ni wakati sahihi wa kuwaunga mkono wachezaji wetu wapya ambao tumewasajili na wale ambao walikuwepo, ili waende wakatufanyie kazi ambayo tunaitaka kutoka kwao. Semaji, issue ya Ahoua iko vipi? Leo tumekamilisha biashara ya kiungo wetu mshambuliaji aliyekuwa kiungo wetu mshambuliaji Jean Charles Ahoua. Tayari tumefanya biashara na tayari ameshatimkia kunako klabu yake mpya ya CR Belouizdad Simba Sports Club. Tunamshukuru Jean Charles Ahoua kwa mema na mazuri na makubwa ambayo ameyafanya ndani ya timu yetu. Jean Charles Ahoua alijiunga nasi msimu uliopita na amefanya kazi kubwa ikiwemo kutengeneza magoli mengi, kufunga magoli mengi hadi kuwa mfungaji bora wa timu yetu ndani ya msimu wake wa kwanza pekee. Amefanya mengi, ni moja kati ya wachezaji ambao wamechangia moja kwa moja kwenye mafanikio ya Simba msimu uliopita, hasa kucheza fainali ya kombe la shirikisho. Tunamkumbuka kwa mengi mazuri ambayo ametufanyia, lakini biashara ya mpira ndivyo ilivyo. Kuna wakati unasajili wazuri, unauza wazuri, unanunua wazuri, ili mradi mambo yaende. Kwa hiyo sisi Simba Sports Club tunamtakia kila laheri Jean Charles Ahoua na tunamkaribisha tena hapa na nyumbani kwake. Ametengeneza ufalme wake, ametengeneza historia kubwa, na tunamkaribisha tena. Atakapoona nafaa na klabu ikiona nafaa, basi nafasi yake kurejea tena Msimbazi iko wazi. Semaji, neno la mwisho kwa wana Simba kuelekea mchezo wetu wa Jumamosi? Kwanza lazima tukubali ya kwamba ama tutambue kwamba Jumamosi tuna mchezo mgumu sana. Kucheza dhidi ya Esperance kwenye nyakati kama hizi ni vita kubwa kweli kweli. Esperance amekuwa hana matokeo mazuri kwenye ligi ya mabingwa Afrika hatua hii ya makundi. Vivyo hivyo kwa Simba Sports Club, yeye ana pointi 2, sisi hatuna pointi hata moja. Hajashinda hata mchezo mmoja na sisi hatujashinda hata mchezo mmoja. Kila mmoja anategemea mchezo huu wa tatu wa hatua ya makundi uwe ni mchezo wake wa kuamkia, uwe ni mchezo wake wa kuamka upya. Esperance anatuangalia sisi kama sehemu ya kuamkia, na sisi tunamwangalia yeye kama sehemu ya kuamkia. Kwa kila mmoja anamvizia mwenzie. Ni mchezo mgumu sana, lakini tunajiandaa kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata matokeo mazuri. Wito wangu kwa wana Simba,
Hiki ni kipindi ambacho tunahitaji kushikamana zaidi pengine kuliko kipindi chochote kile. Hiki ni kipindi ambacho tunahitaji kuwa wamoja pengine kuliko nyakati nyingine yoyote ile. Hiki ni kipindi ambacho wachezaji wa Simba wanatuhitaji sana wana Simba kwa support yetu. Hiki ni kipindi ambacho Simba inatuhitaji zaidi tuibebe mgongoni ili iweze kwenda kufanya vizuri. Yale yote ambayo tulikuwa tukiyazungumza mwezi wa 12 mwezi wa kwanza, kwa sasa yote tuyaweke kando, tuangalie namna gani tunaisupport Simba yetu. Tuangalie namna gani tunaipambania Simba yetu. Kuelekea katika mchezo wetu wa Jumamosi, mimi niwaombe mwana Simba, kila mwenye silaha yake, kila mwenye sala na dua yake aitumie, twende tukapate matokeo mazuri siku ya Jumamosi. Tumeshajiwekea standard yetu ya kwamba sisi katika michuano ya kimataifa kikomo chetu cha kwanza ni ligi ni hatua ya robo finali. Kwa miaka 6-7 mtawalia tumekuwa tukifika hatua ya robo finali. Tusikubali mwaka huu tukaishia hatua ya makundi. Hiyo sio standard ya Simba, hiyo sio sifa ya Simba Sports Club. Twendeni tukapambane pamoja wana Simba, tukahakikisha kwamba tunaivusha Simba yetu inakwenda hatua ya robo finali. Na mimi naamini wana Simba mara zote tukiamua kusimama kwenye falsafa yetu ya nguvu moja, hakuna ambalo linawahi kushindikana. Kwa hiyo kila mwana Simba kuanzia hivi sasa tuanze mapambano kuhakikisha kwamba tunaiombea Simba yetu, tunaipambania Simba yetu, twende tukamfunge Esperance nyumbani kwao na nyumbani kwetu, na mnyama